Je, unajua kuwa kuna vita ambavyo unavyopigana na vita hivi havihitaji nguvu ya misuli ama akili nyingi, bali vinahitaji sauti kutoka kwenye madhabahu. Kuna mfalme wa kale ambaye alikuwa anashindwa vita, na mfalme huyu alitoa dhabihu moja tu kwenye ukuta na maadui zake wakamkimbia. Leo nitakufundisha siri, nitakufundisha teknolojia hii ya kiroho ambayo utaitumia ili kuweza kuvunja kuta zote ambazo zinataka kukuzuia. Nitakufunulia siri ya wafalme wa kale, manabii na washindi wa sasa, jinsi wanavyoweza kuishi maisha ya kishindi. Jina langu ni Pastor Henry Kiiru. Miaka 10 iliyopita Bwana alinikomboa na akanitenga na dunia na akaanza kunifunulia mwanao Yesu Kristo katika maisha yangu. Sasa siku ya leo tunajifunza kuhusu madhabahu. Je, madhabahu ni nini? Madhabahu ni airport ya kiroho. Ni sehemu ile ambayo ulimwengu wa roho unakutana na ulimwengu wa mwili. Madhabahu ni sehemu ya biashara, it's a place of exchange. Ni sehemu ile ambayo mwanadamu analeta kitu in exchange ya kitu fulani. Mwanadamu analeta dhabihu in exchange ya ulinzi na mambo mengine ya kijamii. Bila madhabahu, ulimwengu wa roho hauwezi shiriki katika mambo ya dunia. Bila mwanadamu kupea ruhusa ulimwengu wa roho kupitia madhabahu, roho iwe ni Mungu ama ni miungu haiwezi shiriki katika maisha ya mwanadamu hapa duniani. Sasa madhabahu ni sehemu ya muhimu sana, na katika nyakati za kale maandiko yatuonyesha ya kwamba katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 3 kuanzia mstari wa 26 kuna mfalme wa Moabu. Maandiko yanasema ya kwamba, yatuonyesha kwamba mfalme huyu wa Moabu alikuwa anavamiwa na mataifa karibu matatu. Moja wa taifa hilo lilikuwa ni taifa la Israeli, na mfalme huyu alikuwa ameanza kushindwa. Wajeshi wake walikuwa wameanza kuuawa, kifo kilikuwa kimekaribia. Mfalme huyu alifanya jambo moja la kushtusha sana, jambo ambalo si la kawaida. Mfalme huyu alimtoa mwanawe mmoja wa kipekee, alimtoa kama dhabihu kwenye madhabahu ya ukuta. Maandiko yanatuambia kwamba kulikuwa na ghadhabu kubwa sana katika kundi la wana wa Israeli, na wakaanza kurudi, wakakimbia. So inakuonyesha ya kwamba dhabihu hii ambayo mfalme wa Moabu alitoa, dhabihu hii ilibadilisha anga, ilibadilisha atmosphere, ilibadilisha kushindwa ikaleta ushindi. Dhabihu hii moja ilipaza sauti katika ulimwengu wa roho, na miungu ambayo wa Moabu walikuwa wana worship wakasababisha ushindi katika taifa hili. Sasa katika maandiko ni tunajifunza hapa ya kwamba madhabahu ziko na sauti, na madhabahu inakuwa na sauti ya juu sana wakati pale dhabihu ambayo imetolewa ni dhabihu yenye gharama. Katika Biblia tunaona
Mtu wa kwanza ambaye alitengeneza madhabahu alikuwa ni Nuhu. Baada ya gharika, kitu cha kwanza ambacho Nuhu alijenga haikuwa nyumba. Nuhu hakujenga center ya kufanya counseling, kuanza kucancel familia yake juu ya mambo ambayo wamepitia. Nuhu alijenga madhabahu, maana alijua ya kwamba kuingia katika nchi mpya unahitaji madhabahu mpya. Ili aweze kuwa na umiliki, alihitaji Mungu amsaidie. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko yanatuonyesha ya kwamba dhabihu ambayo Nuhu alitoa ilikuwa harufu nzuri na ilimpendeza Mungu, naye Mungu akaapa ya kwamba hatawahi angamiza dunia kupitia maji. Sasa inatuonyesha ya kwamba madhabahu ikiwa na dhabihu inaweza badilisha maisha yako. Kama maisha yako yalikuwa set for destruction, madhabahu inaweza badilisha maisha yako yawe maisha yenye baraka. Kama mababu zako walijenga madhabahu ambayo inanena mambo mabaya kukuhusu, madhabahu ambayo inanena umaskini, magonjwa na vifo, then madhabahu ya Yesu ambayo ni Calvary, madhabahu hiyo inanena baraka, inanena ushindi, inanena uponyaji, inanena neema. Madhabahu ya Yesu ni madhabahu yenye nguvu zaidi kushinda madhabahu zote duniani. Sehemu nyingine tunaona ya kwamba madhabahu yanajengwa ni wakati wa Abrahamu. Abrahamu, kila mahali Ibrahimu alienda aliweka madhabahu. Ibrahimu alijua njia ya kumiliki. Alikuwa na miliki kupitia sheria za kiroho. Anakaribisha ufalme wa Mungu kila sehemu alienda. Bethel, madhabahu aliweka Ibrahimu. Wakati Yakobo anaona ndoto ya malaika wanapanda wakishuka, ni kwa sababu already babu yake Ibrahimu alikuwa already amemiliki sehemu hiyo kupitia madhabahu ya Mungu. Alikuwa ametayarisha anga, atmosphere already ilikuwa ishakuwa capture. Sehemu nyingine tunaona katika Biblia ambayo ushindi ulipatikana kupitia madhabahu kuwa ni wakati wa Gideoni. Wana wa Israeli walikuwa wana lose vita. Wamidiani walikuwa wamewasukuma kweli kweli. Mungu akamjia Gideoni akamwambia kwamba nitakupa ushindi, lakini kwanza lazima uvunje madhabahu ya baba yako. Baba ya Gideoni alikuwa amejenga madhabahu ya Baali, ya miungu ya Baali. Maandiko yanatuonyesha kwamba Gideoni alivunja madhabahu hiyo wakati wa usiku na akamjengea Bwana madhabahu. Naye Gideoni aliweza kupata ushindi kutumia watu 300. So inakuonyesha ya kwamba madhabahu yenye nguvu inaweza badilisha maisha yako. Madhabahu iko na uwezo wa kupea ushindi kwa zile vitu ambavyo vimekushinda maishani. Jaribu madhabahu hii ya msalabani. Jaribu madhabahu hii ya Calvary. Madhabahu hii yenye iko na damu ya Yesu iliyomwagika, damu ambayo inanena mazuri katika maisha yako. Sehemu nyingine tunaona madhabahu ikileta ushindi na kurudisha watu kwake Mungu. Ni historia ya Elijah. Eliya alimjengea Bwana madhabahu, alirekebisha madhabahu ambayo ilikuwa imevunjika. Eliya alijenga upya. Na maandiko yanatuonyesha ya kwamba katika challenge hiyo ya miungu, challenge ya madhabahu, prophets wa Baal almost 450 wakija wakikabiliana na madhabahu ya Eliya ambayo alikuwa amemjengea Mungu. Moto ulishuka na ukateketeza dhabihu ambayo ilikuwa imewekwa juu ya hiyo madhabahu, na maji pia. Lakini miungu ama Mungu wa hawa Baal prophets hakufanya chochote, hata hakuonekana, kusikika. Bwana Yesu asifiwe. Sasa madhabahu iko na nguvu ya kusilence even your own enemies.
madhabahu ambayo Elijah alirekebisha, iliwashtua watu na ikawarejesha wana wa Israeli ambao walikuwa wamepotea kwa kuamini miungu ya Baali, wakamrejelea Bwana Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa madhabahu ni jambo la maana sana, na madhabahu ya mwisho ambayo Yesu Kristo, yeye ndiye aliyekuwa kuhani na bado yeye ndiye aliyekuwa dhabihu. Madhabahu hiyo ni Calvary. Sasa kuja mbele zake Mungu kupitia Calvary, hauwezi kufika kwake Mungu bila madhabahu ambayo Mungu ameestablish. Madhabahu hii ni ya Calvary, na kusamehewa dhambi ni kupitia damu ya mwana kondoo ambayo ni Yesu Kristo. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Sasa madhabahu ambazo zinanena kinyume na maisha yako, kuna njia moja tu unaweza silence. Kuna njia moja tu mtoto wa Mungu unaweza pata ushindi, ni kusimama na madhabahu ambayo ina sauti ya juu kuliko madhabahu zote. Pigana na madhabahu zinazokusumbua kutumia damu yake Yesu kusilence masauti zote ambazo zinaamka kinyume na hatima yako. Katika video yangu niliyofanya ya kwanza ya madhabahu na maagano na damu, nilisema ya kwamba katika familia ama katika kazi, maisha yako, ukiona mambo, mfumo fulani wa vitu vinajirudia, pattern fulani katika familia, pattern za kurudi nyuma, ama ukiwa unaona ndoto mara kwa mara umerudi shuleni, huko kunafanya mitihani, hiyo ni ishara moja ya kwamba kuna madhabahu ambazo zinasimama kinyume na zinanena kinyume na maisha yako, na madhabahu hizo zinahitaji kuwa silenced. Ni maagano ambayo yalifanyika na mababu zako, ambayo hata kama mababu hao wamekufa, maagano hayo bado yamesimama. Bwana Yesu asifiwe. So madhabahu ziko na nguvu. Leo kama Mkristo, madhabahu unayojenga leo, madhabahu hiyo ndiyo kesho itasema na hatima za watoto yako. Sasa kama uko pale na ujumbe huu umekufungua macho, then unaweza tumia watu unaowajua ujumbe huu wakaweze pia kufunguka macho ya kiroho. Na pia kama ujumbe huu umekubariki, unaweza simama na huduma hii. Nambari ni 0723508528. Na kama uko pale ungependa kumpokea Bwana Yesu, ningependa ukupea nafasi hii. Rudia nyuma yangu, sema: Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, niko mbele zako, nisamehe leo dhambi zangu zote na makosa. Futa jina langu kwa kitabu cha hukumu, andika jina langu kitabu cha uzima. Ndio kupokea Yesu kuwe Bwana na mkombozi wa maisha yangu. Amen. Na kumbuka, vita ni ya madhabahu, na madhabahu yenye dhabihu ya hali ya juu sana ndiyo madhabahu yenye ushindi, ndiyo madhabahu yenye sauti. Na madhabahu ya Mungu iko Calvary, na damu ya Yesu ni the supreme blood ambayo inanena mpaka wa leo katika mbele za Mungu. God bless you and see you next time, and shalom.